أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Balozi Zena Ahmed Saidi, wageni wote waalikwa, hakika kwa kweli tumepata mengi, na kwa wengi waliotoa salamu na waliotoa shukrani. Mimi naitwa Madina Haji Hamisi, ni mkurugenzi wa Wakfu Amana na Hija kutoka Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana. Nipo hapa kumwakilisha katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana. Kwa kweli kamisheni tumeshukuru na tumefarijika kwa kiasi kikubwa kuwa wamojawapo wa kushiriki katika fikra na mawazo ya kufanyika jambo hili. Kwa kweli tunasema alhamdulillah. Hakika juhudi za heri kama hizi jamani, ni uwekezaji thabiti kwa baina ya mja na Mola wake. Hivyo tunapaswa kuyaendeleza mambo haya ya heri ili usiwe mwanzo tu, lakini pia yaweze kuendelea kwa muda baada ya muda na yazidi kutoa manufaa kama lengo na taratibu ilivyopangwa au tulipokusudia katika hafla yetu hii ya leo. Ndugu mgeni rasmi na waalikwa wote, nafikiria sote ni mashuhuda wa kwamba tunapendelea katika jamii yetu tuwe watu bora na tuiache jamii kama vile zamani tulipokuwa tunaambiwa watu wote wakikoko katika nchi za nje, ukisema wewe unatoka Zanzibari unaonekana kama ni mfalme au ni mtu ambaye tofauti na watu wengine. Lakini siku hadi siku zikienda, maadili pamoja na mambo mengine yanapungua, yani kwa watoto, kwa wakubwa na watu wengine. Sasa kama vijana wetu walipoweza kuzungumzia, kwa sababu hili ndio tunalizungumza sana, tunazungumza kuhusu utandawazi, ndio tatizo kubwa. Kumbe hata vijana wenyewe wanasema utandawazi sio tatizo la hili. Ni jinsi gani tutapata fursa hii, tutaweza kuitumia na iwe fursa halisi inaweza kuendeleza katika nchi yetu. Kwa sababu dunia jamani ni dynamic. Dunia haijakaa. Ikiwa sisi tutasema tujifungie, tusiweze kutizama kuangalia mitandao, hiyo hata nchi yetu hatutoweza kwenda vizuri, si kwa jamii, hata kwa serikali kwa ujumla. Lakini ni jinsi gani vifaa hivi tutaweza kuvitumia ili viwe chachu vya maendeleo vya mtu mmoja mmoja pamoja na taifa kwa jumla. Kuunga mkono hatua za wanaharakati kama tulivyoona, jumuiya tofauti mgeni rasmi zilikuwepo hapa na ndio walioweza kufanikisha swala hili. Hivyo kwa pamoja yetu na juhudi zetu, tunapenda kutoa wito kwa serikali, jumuiya moja moja, wafanya biashara waweze kuunga mkono swala hili ili lizidi kuwa endelevu, sio katika familia tu, lakini kwa jamii kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, napenda kutoa na kuendelea kutoa pongezi za dhati kwa waandaaji wa shughuli hii kwa hatua kubwa waliofikia. Juhudi zenu zinaonekana na zinatambulika na zinathaminiwa. Mmekuwa mfano bora wa kuigwa. Mmeonyesha kuwa vijana wanaweza kuwa ni nguvu ya taifa na mabadiliko chanya katika jamii ya Wazanzibari pamoja na dunia kwa ujumla. Kwa upande wangu binafsi na kwa niaba ya katibu mtendaji wa Kamisheni ya Wakfu na Mali Amana, tunasema kwa msisitizo kwamba tuko tayari kushirikiana na nyinyi kwa hali na mali kama tulivyoanza, kwa nguvu na uwezo wetu wote, ili kuhakikisha amali hii njema inaendelea, inaimarika na inaendelea na matokeo makubwa zaidi kwa jumuiya yetu. Mwisho kabisa, naomba sote tushikamaneni, tushirikiane na tuendelee kuunga mkono juhudi kama hizi. Umoja wetu huu ndio nguvu ya kipekee na kuweza kushirikiana kwa mafanikio ya jumla.
Kwa pamoja tunaweza kujenga jamii yenye mabadiliko mema, imani thabiti na maendeleo endelevu, na kuacha urithi mwema kwa vizazi vijavyo. Tunaomba Allah akuze taasisi hii na azidishie hii nuru ifike kule tulikokusudia, ifungue nyoyo za vijana, wazazi, viongozi na taifa zima kuridhiwa na Allah, ili tuweze kuridhiwa na Allah mtukufu wa daraja, ambaye atatusababisha sisi tukaingie peponi. Amin. Asanteni sana kwa kunisikiliza.